mafuta yanapoingia nchini kutoka nje yanakuja kwa njia ya meli, lakini ndani ya meli kuna matenki. Yale matenki ndani ya meli ni vipimo, na vile vipimo vinahakikiwa na wakala wa vipimo. Na kwa ujumla mafuta yanapimwa kwa aina mbili. Kuna mafuta yaliyotuama ambayo ni static measurement, na kuna mafuta yanayotiririka kwenye mabomba ambayo yanaitwa dynamic measurement. Kwa hiyo ukiangalia katika mfumo mzima wa mafuta, kuanzia yanapoingia nchini kwa njia ya meli mpaka yanapofikia kwa mlaji wa mwisho, yanapitia katika hatua mbalimbali za kupima na kuhakikiwa. Kwanza kabisa, mafuta yanapoingia nchini kwa njia ya meli, yale matenki yanahakikiwa na wakala wa vipimo. Timu ya wakala wa vipimo inakuwepo melini kuhakiki vipimo vinavyotumika na mafuta yanayoingia nchini. Lakini yanapotoka kwenye matenki ya meli, yanapoanza kutiririka kwenye mabomba, kuna kipimo cha flow meter ambayo ni dynamic measurement, mafuta yanayotiririka. Flow meter nayo inahakikiwa na wakala wa vipimo kuwa ni sahihi, ili takwimu zinazopatikana pale zinatumika kwa ajili ya serikali kukusanya kodi. Na unapokuwa na vipimo sahihi, then ndio utakavyoweza kupata mapato stahiki ya nchi. Lakini mafuta yanapotoka pia kutoka kwenye flow meter zile, yanakwenda kwenye magala ya kuhifadhia mafuta, depots. Yale magala ya kuhifadhia mafuta ni matenki ambayo ni static measurement, pia yanahakikiwa na wakala wa vipimo kama yako sahihi. Lakini wanapoanza kuyauza yale mafuta kutoka kwenye matenki ya kuhifadhia mafuta na kwenda kwenye malori ya kubebea mafuta, kuna flow meters zilizoko kwenye gantry, nazo wakala wa vipimo inazihakiki ili kupata usahihi wake, ili pasiwepo mtu anayepunja au mwenye depo au mwenye lori kupunjika.